Wakati operesheni maalum ya kuondoa katikati ya jiji la Mwanza baadhi ya wafanya biashara wadogo maarufu kama machinga waliovamia maeneo yasiyo rasmi ikiendelea, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameunda kamati maalum ya wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini na kuchunguza ubora wa majengo ya biashara jijini humo. Kamati hiyo itachunguza na kutoa ripoti kwa mkuu wa mkoa juu ya hali ya usalama wa wafanyabiashara, ikiwemo kuangalia kama taratibu za kibiashara zinafuatwa, iwapo njia zinazotumiwa na wananchi zimezibwa na mazingira ya uwekaji wa nyaya za umeme kwenye majengo ya biashara umezingatiwa. Amesema hatua hiyo inalenga kudhibiti majanga ya moto yaliyojitokeza mfululizo jijini humo kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu na kuteketeza baadhi ya maduka ya wafanya biashara wa bidhaa mbalimbali za jumla na rejareja na kusababisha hasara kubwa ya mali, licha ya juhudi za vikosi vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na wananchi kufanikisha kuzima moto huo usisambae zaidi. Wakizungumzia zoezi hilo linalotekelezwa na askari wa Jeshi la Akiba wa halmashauri ya jiji la Mwanza, baadhi ya wafanya biashara wameomba liwe endelevu ili kuweka mandhari ya jiji katika hali ya usafi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa soko kuu anayesimamia masoko yote ya mkoa wa Mwanza, Hamadi Nchola, amewashauri wafanya biashara wenzake kuwa makini na uvutaji wa sigara, matumizi ya majiko ya gesi pamoja na kuzingatia ufungaji wa kitaalamu wa nyaya za umeme ili kuepusha majanga ya moto. Kwa kuwa wameamua kulifanyia mkazo na hakuna tatizo lolote lililotokea, maana tulikuwa tumeshazoea mkoa wa Mwanza ikitokea kitu kama hicho tunasikia mabomu, tunasikia nini, lakini Tilipui watu wameelimishwa, wamefanya, wametii wenyewe. Kwa hiyo mimi naomba serikali ifanye mkazo, isiwe ya muda, iwe endelevu. Sidhani kama hata serikali inakuwa ina namna ambayo labda itawaumiza wananchi wake. Hakuna serikali ambayo inatamani wananchi wake waumie, kwa sababu watu wote inatakiwa walipe kodi, na kodi inapatikanaje? Ni kwamba kwa kila mtu afanye kazi, awajibike ili kodi ipatikane na maendeleo ya nchi yapatikane. Kwa hiyo sasa mimi naomba tu kwamba Tanzania tupokee kila kinachokuja, tupokee, tufanye kazi, tuone, kwa sababu utakapoona hivi ndio utaona kwamba kimeenda vizuri au kimeenda vibaya. Kienda vibaya watu si wanarudi tena, jamani, ule mpango haukufanikiwa, tunafanya hiki na hiki, lakini kama mpango umefanikiwa tunaboresha na tunaendelea. Ameunda kamati ambayo itakayofuatilia masuala mazima namna watu walivyojipanga katika maeneo ya biashara. Nikiangalia na nipa nimemunga mkono, kwani kuna maeneo mengine utakuta jengo limeunganishwa na jengo jingine, zile chorochoro ambazo serikali inasema kwamba zibaki wazi, kwa kweli zimefungwa, na mimi nimemunga mkono hilo lifanyike, pengine italeta manufaa mazuri sana pale linapotokea janga, iwe wepesi hata kuzima moto. Mimi jambo la kwanza ni shauri wafanyabiashara wenzangu kuwa makini katika maeneo ya kwao wanayofanyia biashara. Kwanza kabisa kuangalia, labda unapovuta sigara hakikisha umezima kipisi kile cha sigara, au namna ya kufunga umeme uliofunga zile waya. Waona kwa wale hata wataalamu ambao ni kujua, sio kuleta wale mguu moja ndani, hapana. Waleta wataalamu wale wanaofunga waya za umeme. Alafu na vile vile kuangalia kama wana gesi kwenye maduka yao, basi na vile vile wao makini kuzitumia, kwani gesi ni hatarishi. Unajua katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu ameviumba, hakuna kiumbe kibaya kwetu binadamu kama moto. Moto unasema kuleta athari, unakuta kweli kile athari. Na ndio maana hata kwenye vitabu vimezuia moto, ukifanya makosa kesho utatajiri kwenye moto. Kwa hiyo maana moto ni kiumbe hatari sana kwa binadamu. Ili kuona taratibu za kibiashara zinafuatwa, je, hawa wafanyabiashara wanafuata taratibu au wameziba njia, wameweka umeme kiholela? Kwa hiyo nimeunda kamati ya wataalamu, itapita, itaniletea ripoti juu ya hali ya usalama wa wafanyabiashara, kwa sababu kiongozi mzuri ni yule ambaye anatakiwa kuwa na taarifa sahihi ili afanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo kabla sijasema tokeni hapa, fungeni hapa, kwanza tupate taarifa ya kiutaalamu. Pili, ni waite wafanyabiashara wote, niwasomee, twende kwa macho kama Tomaso, tuone, je, hapa ulichokifanya ndicho kinachostahili kufanywa? Unasema bwana mkubwa, hapana, toka mwenyewe kabla sija kuchukulia hatua, kwa sababu tusipofanya hivyo tutaendelea kupata majanga ya moto.
Mmesikia kule juzi godown limeungua, lakini unakwenda unaona wiring iliyofanyika ni ya mwaka 1970. Kwa nini umeme usiunguze hilo jengo? Kwa hiyo watu wamiliki wa majengo pia tutapata ripoti zao. Wewe uliambiwa ujenge ghorofa moja, umejenga ghorofa 10. Je, hili jengo ni sawa sawa? Kama umeleta magumashi utashughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi, na hayo tunayaweza na hatuna mjadala nayo, lakini hatutaki taharuki. Tunataka ripoti ya kiutaalamu itueleze, ili kuavoid maneno ambayo hayana msingi na kuleta taharuki katika mji wetu. Mwanza tunataka iwe sehemu ya amani, sehemu ya utulivu, na watu wachape kazi kwa manufaa ya nchi na kwa manufaa yao.